Mengi yametendeka, kuna mengi yamefanyika. Jamani, asifiwe Bwana Yesu. Hayo tumshukuru Mungu, hayo tumwadhimishe Mungu, hayo tumwambie Mungu asante. Lakini kikanisa, unajua miongoni mwa jambo huwa ni kubwa kabisa kwetu na gumu tunapoanza mwaka huwa ni mission ya mwanzo. Ule umbali, zile gharama kubwa, zile changamoto. Unaona? Lakini tunasimama leo tumefanya, tunataka tumtukuze Bwana. Kitabu cha Zaburi sura ile ya 116. 116, Zaburi ya 116 mstari wa 12, wa 13 na wa 14. Lakini ili tupate mkutadha wa huo mstari wa 12, tuanze mstari wa kwanza. Anasema, haleluya, nampenda Bwana kwa kuwa anaisikiliza sauti yangu na dua zangu. Nampenda Bwana kwa kuwa anaisikiliza sauti yangu na dua zangu. Mstari wa 12 anasema, nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea? Nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea? Nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana. Nitaziondoa nadhiri zangu kwa Bwana na mbele ya watu wake wote. Asifiwe Bwana Yesu. Asubuhi hii ya leo tunapoenda kumsifu Mungu kwa shukrani, kumwadhimisha na kumtukuza, nataka tu niweke msingi kwa maneno haya kwa habari ya mwitikio wetu kwa yale Mungu anatutendea. Mwitikio wetu kwa yale Mungu anatutendea. Mistari hii ambayo tunaisoma ni maneno ya mwanadamu mwenzetu ambaye ametembea na Mungu, ambaye ameishi, ambaye amepita kwenye mazingira fulani, na baada ya kipindi fulani amekaa chini, amepata nafasi ya kutafakari kwamba imewezekanaje kufika hapa nilipofika, imewezekanaje kuwa hivi ambavyo niko, imewezekanaje kuvuka kwenye lile shimo, kwenye ule mto, kwenye yale mazingira, na mimi leo niko hapa. Na kutokana na hiyo tafakari na yale anayoyaona na kuyagundua, anafika mahali anaandika haya maneno. Nilikuwa nafanya uchunguzi kwamba huyu mtu alikutana na mambo gani mpaka anafika mahali anajiuliza hili swali, nimrudishie nini Bwana kwa ukarimu wake alionitendea? Ni nini alikiona? Nikagundua kwamba huyu alikuwa ni mtu wa vita kwenye maisha yake. Ni mtu ambaye alisongwa na changamoto, alisongwa na majaribu, alisongwa wakati mwingine na hatari kabisa za kuondoa uhai wake. Lakini wakati ambapo mazingira na hali halisi inaonyesha atagarikishwa, inaonyesha ataangamia, wakati ambapo hata yeye na mawazo yake vinakata tamaa kwamba hakuna msaada, Mungu alimfanyia msaada na akamwokoa, akawa salama. Ndio sasa anasema haya maneno. Kwanza anaanza kwa kusema, nampenda Bwana Mungu kwa sababu anasikia sala zangu na dua zangu. Kwamba huyu Bwana ninapoomba, huyu Bwana ninapomuita, huyu Bwana ninapohitaji msaada wake, huwa hanikalii kimya, huwa haninyamazii, lakini anasikia na ananifanyia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na katika yale Mungu anamtendea, yeye anayehesabu ni ukarimu wa Mungu. Anayafanya kwa sababu ya ukarimu wake, kwa sababu ya rehema zake, kwa sababu ya huruma zake, kwa sababu ya upendo wake kwake, ndio Mungu anayafanya. Ndio maana swali linakuwa sasa kwenye moyo wako, nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote
alionitendea. Yeye anaona ukarimu wa Mungu kwenye maisha yake. Sijui wewe miezi 6 hii ukitazama familia yako, kamtazama mme, katazama mke, katazama watoto, ukatazama kazi ile mnafanya, ukatazama biashara, ukatazama afya, ukatazama ndoa, ukatazama uchumi, unaona nini? Jamani, asifiwe Bwana Yesu. Ndio maana Mungu anataka aone mwitikio wetu kwa yale ambayo anatutendea, na mistari michache inatufundisha kwamba tunapaswa kuwa na mwitikio chanya. Tunapaswa kuwa na mwitikio ambao utamwonyesha Mungu kwamba tunatambua, kwamba tunaona, kwamba tunashukuru kwa yale ambayo Mungu anatutendea. Jamani, amen. Na watakatifu wa Bwana, kipimo cha uzuri wa Mungu kwenye maisha yetu, ukitaka uone na ukitaka ujue kwamba hivi Mungu ninayemwamini ni mzuri kweli, kuna uzuri wowote kwenye maisha yangu ninaweza kuona na kushuhudia, ni lazima uangalie yale anayokutendea. Kama kuna mambo ambayo anayafanya kwenye afya yako, kwenye familia yako, kwenye nyumba yako, kwenye ndoa yako, kwenye uchumi wako, ukiona yale anayatenda, basi hicho ni kipimo kimojawapo cha uzuri wake. Jamani, amina. Katika miezi 6 hii Mungu ametulinda. Katika miezi 6 hii Mungu ametuponya. Katika miezi 6 hii Mungu ametutunza. Katika miezi 6 hii Mungu ametufadhili. Katika miezi 6 hii Mungu ametufanikisha. Katika miezi 6 hii Mungu ametimiza malengo yetu. Katika miezi 6 hii Mungu ametudumisha katika ndoa. Katika miezi 6 hii Mungu ametutendea ukarimu. Jamani, asifiwe Yesu. Anasema mwandishi wa Zaburi ya 92, sijui ni mstari wa 3 ama wa 4, anasema ni mtu mpumbavu tu, ni mtu mjinga tu, ambaye hawezi kuona, ambaye hawezi kushuhudia, ambaye hawezi kuzingatia ukarimu wa Mungu kwenye maisha yake. Jamani, amina. Ukiwa na akili na ufahamu mzuri, miezi 6 hii utayaona ni mengi. Bwana asifiwe. Shukrani za mioyo zinapaswa kuwa ndio mwitikio wetu mkuu kwa Mungu kwa yale anayotutendea kwa ukarimu wake. Anataka afike mahali aone kwamba mioyo yetu inamwadhimisha, mioyo yetu inamfurahia, mioyo yetu inamtukuza, mioyo yetu inatambua yale ambayo anatutendea. Na watakatifu wa Bwana, tabia ambayo sasa hivi inakufa kwenye maisha ya walokole wengi ni tabia ya kumshukuru Mungu. Jamani, asifiwe Yesu. Yaani kadri ambavyo Mungu anatuokoa na tunaendelea kukomaa katika wokovu, tunaendelea kuzoea wokovu, miongoni mwa kitu kinaanza kupotea, kinaanza kupungua, na mwisho kitatoweka kabisa, ni tabia ya watu kumshukuru Mungu kwa yale anafanya kwenye maisha yao. Jamani, tusaidie Yesu. Ninakumbuka vizuri tukiokoka na kanisa likiwa changa, karibu hata ibada tu ya Jumatano mtu atasimama atasema Bwana asifiwe, amina, mimi nasimama kumshukuru Mungu. Tulipoachana Jumapili, Bwana aliniokoa na ajali mahali fulani na nikatoka nikiwa salama, kwa hiyo ninamshukuru Mungu. Jina la Bwana barikiwe sana. Mwingine alisimama akasema mtoto wangu aliumwa tukalazwa hospitali, lakini Bwana ametutetea, leo ni mzima, ninamshukuru Mungu. Jamani, asifiwe Yesu. Mwingine alisema tulipoachana Bwana alinifungulia mlango wa kazi, nimeifanya na nimeona Bwana ameniinua, ninamshukuru Mungu. Jamani, amina. Tunapoendelea kukomaa, tunapoendelea kuzoea wokovu, miongoni mwa kitu kizuri, kitu cha muhimu kinachompa Bwana utukufu ni maisha ya kushukuru. Shetani anakiua
tunaanza kuona ni uchanga. Jamani, asiwe Bwana Yesu. Amen. Leo mnaweza mkakaa kanisa kama hili miezi mitatu, ni kana kwamba yani Mungu afanye kabisa mambo kwenye maisha yetu. Tumenyamaza, tunachukulia kawaida, tunaona ni haki yetu, tunaona ni kawaida yetu. Jamani, Bwana Yesu atusaidie. Mimi nawaita kupitia maandiko haya. Daudi anasema nimrudishie nini Bwana kwa ukarimu wake alionitendea. Mstari wa 13 anasema nitapokea kikombe cha wokovu. Halafu anasema nitalitangaza jina la Bwana. Jamani, haleluya. Kumshukuru Mungu ni kutangaza jina lake ambalo limekutetea, ambalo limekuwa na wewe, ambalo limekusaidia, ambalo limekuonekania. Unapomshukuru Bwana, unapomwadhimisha Bwana, unaposema yale ametenda, unatangaza jina lake, unatangaza uwezo wake, unatangaza fadhili zake, na unatambulisha kwamba mimi nilivyo ni ukarimu wa Mungu. Jamani, tusaidie Bwana Yesu. Mimi niwaite tukuze hiyo tabia kwenye mioyo yetu, tudumishe hiyo tabia kwenye mioyo yetu. Jamani, asifiwe Yesu. Kuna watu hapa zamani walikuwa na kihelehele cha kushukuru, walikuwa na kihelehele cha kushuhudia. Leo wamezimika kama moto wa kifuu. Kwa nini wamezimika? Wamezoelea matendo ya Mungu, wamezoelea ukarimu wa Mungu, wamezoelea fadhili za Mungu, wameona ni kawaida. Yaani miezi 6 hujalala hospitali, miezi 6 hujameza hata Panadol, unaona ni kawaida. Miezi 6 ndoa yako ina amani, miezi 6 watoto wako wako salama, miezi 6 umesafiri, umekwenda na ukarudi uko salama, unaona ni kawaida, ni mambo yanatendeka kama kawaida. Niko hapo kwambia Bwana ametufanyia ukarimu. Jina la Bwana barikiwe sana. Na anataka tutangaze jina lake, anataka tupokee kikombe cha wokovu. Asifiwe Bwana Yesu. Lakini saa nyingine ni wenzetu, ni sisi wenyewe tumewaua watu. Mtu anasimama kushukuru leo, anasimama kushuhudia leo na mwezi uliopita, na kila inapotokea jambo anatokea pale ujambo, anaona kihelehele. Atusaidie Yesu. Sasa kama kuna kihelehele cha kwa Mungu, nafikiri ni kizuri. Kama nasifiwe Yesu. Kihelehele cha kushuhudia matendo ya Bwana, kihelehele cha kushukuru ni kizuri. Na saa nyingine watakatifu Bwana, tuelewe kwamba yale tunayafanya kwa ajili ya Mungu, hatuwafanyii watu. Na kwa hiyo hatutegemei recommendations zao, kwamba wao unamshukuru Mungu, wao unashuhudia matendo ya Bwana, halafu utegemee nani atasemaje. Jamani, asifiwe Yesu. Wewe ulikuwa unamshuhudia Bwana, wewe ulikuwa unamshukuru Bwana kwamba mimi nitakuona una kihelehele potelea pote, mimi nitakuona unajipendekeza potelea pote, mimi nitakuona unajiinua potelea pote. Jamani, asifiwe Yesu. Hatuwezi tukaishi na Mungu kana kwamba ni marehemu wakati yuko hai. Jamani, asifiwe Yesu. Wanaoamini katika mashetani, wanaoamini katika uchawi, wanaoamini katika mambo ya giza, mambo ya miungu na mizimu, inapowatendea hawaoni haya kusimama kwenye familia zao, kusimama kwenye ukoo wao, kusimama kwa marafiki zao, kusimama popote na kusema, jamani, nilikuwa mgonjwa, nimepona. Jamani, nilikuwa sina baiskeli, nimepata. Jamani, nilikuwa sina pikipiki, nimepata. Unazoelea hatu napata pikipiki, unanyamaza hatu mshukuru Mungu. Wewe sio unatembea kwa mguu. Alafu hiyo nayo ni kiburi. Sasa siku ya leo tutamshukuru Mungu wote.
Anataka uchukue sadaka yako kwanza ya kushukuru kwa miezi 6. Ndio utajua kama ujui sasa. Halafu baada ya hapo tutasimama wote, tutatangaza matendo ya Mungu kwa sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Miezi 6 kuna watu wamelala hospitali. Miezi 6 kuna watu wamekufa. Miezi 6 kuna watu wamepata ajali. Miezi 6 kuna ndoa zimevunjika. Miezi 6 kuna watu wamepata majanga. Mungu ametutendea kwa ukarimu. Ninatamani moyo wako uwe na hili swali: nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu alionitendea? Kama umetendea ukarimu, tutakapoanza kusifu leo kwa muda wa karibu saa moja, utasifu vizuri. Tamwabudu Bwana kwa kunyenyekea. Tamwambia miezi 6 hii mingine, Bwana, si ni wewe tu naenda mbele yangu. Mimi sitegemeagi uchawi. Mimi sitegemeagi uganga kwenye afya yangu, kwenye ndoa yangu, kwenye familia yangu, kwa watoto wangu, kwenye kazi, kwenye biashara. Ni wewe tunatembeaga pamoja. Miezi 6 tena nenda na mimi. Ndio hii ibada kazi yake. Ni kushukuru kwa ile miezi 6, lakini kusema Baba, hii miezi 6 mingine hata sijui imebeba nini. Kama na mimi hata sijui imebeba nini. Lakini kikanisa tuseme Mungu umetufanyia ukarimishe ya mwanzo imeenda vizuri. Yaani imekuwa ya kifahari na ya heshima. Tukwambia misosi ambayo tumekula kwenye mission hii kwa ukarimu tu wa Mungu. Kwa ukarimu wa nani? Ile siku tunaondoka hapa, yaani ule msosi ulikuwa ni kama wa hoteli ya nyota 5. Tulikula hapa. Jamani asifiwe. Na ni mpendwa tu amesema, baba mchungaji, nataka nishiriki baraka niwafuturishe mnaoenda. Tulipokuja hapa ilikuwa ni maajabu ile jioni. Jamani amen. Wakati tunarudi tena, wale wenyeji wakasema mpita hapa, tumepita hapo ni hatari ya kufa mtu. Sasa sisi ni wamishenani tena tunaishi umisheni, si mateso. Ilikuwa raha. Na walioenda mwaka huu sijui kama wataacha kwenda mwaka kesho. Haleluya. Unalala kwenye loji haujalipa. Jamani amina. Na wanasimama watu wanasema, kwanza mchungaji chumba chake wapi? Kinaangaliwa kila ambacho ni the best. Mchungaji kaa hapa. Kuna mwingine alilala kwenye chumba kina vitanda vitatu, yaga analala hapa kidogo. Masaa machache anaenda pale. Masaa mengine anaenda pale mpaka kukacha. Ukarimu wa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Fadhili za Bwana. Uaminifu wa nani? Wakati wa kurudi tu ndio tukajitesa mwenyewe kwa sababu tukaona haya ya uso. Kwamba tukipiga simu tena wale watu wataandaa yale mambo yeye. Haitakuwa sawa. Ndio tukateseka kidogo, lakini Mungu ametufanyia ukarimu. Nilikuwa nakana tafakari, Mwanza tumeanza kwenda tu mwaka jana. Lakini mpaka sasa tumenunua viwanja 5. Na sio vya hela ndogo. Ni milioni kwenda juu. 5. Na mpaka sasa tumejenga makanisa 3. Makanisa ya kiwango. Makanisa ya heshima. Makanisa ambayo watu wengine mjini huko hawana. Yale makanisa lile la Kiembeni lina ngapi? Mimi naambia kweli. Yaani makanisa ya heshima. Kuna mahali pengine mpaka mnasema huyu mchungaji atakaa hapa, sijui atakuwa na akili za kuendana napo. Naelewa vizuri. Sasa haya yote wala si uwezo, wala ni ukarimu wa nani? Tumwambie Bwana asante. Haleluya. Tumwambie Bwana asante. Kikapu cha sadaka hapa. Tunaanza na kumtolea Mungu sadaka. Kwa moyo tunakupenda. Kama unaona kuna jambo na nilisema Jumapili iliyopita, unaona kabisa kuna kitu Mungu amefanya, basi tutafanya. Alafu tutapa nafasi ya watumishi wa Mungu watatuongoza. Tutatangaza jina la Bwana kwa sifa. Tutaabudu
Saa nyingine nyenyekeaga tu. Unajua unapoona Mungu alivyo mwema, unapoziona fadhili zako kwenye maisha yako, hata kama nyumbani unaitwa baba, lakini hapa unasema mimi ni mtoto na aliye mbinguni ni baba yangu. Jamani, amina. Chukua sadaka yako ya kushukuru na ya kumwambia Bwana, miezi 6 hii asante. Miezi 6 mingine nisaidie na uniwezeshe. Jamani, amina. Tutakuwa tunaimba pamoja leo mwimbaji, alafu tutakuwa tunaleta sadaka yetu. Na mwaminifu Yesu atatubariki. Tusimame tu wote. Pandisha kidogo. Pandisha kidogo. Haleluya. Bwana ametutendea kwa karimu. Ile siku ya Ijumaa ilikuwa ibada yetu ya mwisho wakati tunaenda mishe. Jumamosi alfajiri tulikuwa tunahitimisha ile maombi kati ya saa 10 na saa 12 jioni hapa. Huyu dada alikuwa amekaa hapo katikati, na mimi niliona sura yake nyingine, lakini tulifanya ibada tukamaliza, na hatukuomba na watu. Kwa baadaye mtu mmoja akanifuata akaniambia, huyu ni mgonjwa. Nikasema ni mgonjwa, haya basi aje. Kwa nimesimama maeneo haya, kumbe ni mgonjwa ambaye hawezi hata kutembea mwenyewe. Kwa hiyo ilibidi waende wamsaidie, wakambeba wakamleta hapa. Kiuno ama mgongo umepata matatizo,
alikuwa anafanya kazi mahali ya kiuchumi, basi amepata matatizo akiwa hapo kwenye kazi na hawezi kuendelea na amelazimika kurudi ili ashughulikie afya yake. Jamani, asiwe Yesu. Nimrudishie nini Bwana kwa ukarimu wake alionitendea? Tukaomba na yeye hapa, na tulipoomba na yeye hapa, maajabu ya Mungu mkuu wa mbinguni, alianza kutembea mwenyewe, anazunguka hivi hapo kwa hapo, akaanza kutembea mwenyewe, anazunguka hivi. Wale tulikuwa nao na wale walikuja naye wakashangaa, anatembea mwenyewe, anazunguka hivi, na nikamwambia atembee mwenyewe mpaka nyumbani kwake. Sifiwe Yesu. Leo yuko hapa na yuko mzima na afya yake. Mungu ametenda kwa ukarimu, si kwa wema, si kwa nguvu, si kwa akili. Leo tumshukuru tu. Haleluya. Tumwadhimishe, tumuhimidi. Baba, asante kwa ajili ya sadaka hii. Imetoka kwenye mioyo ya watu wanaotambua kwamba ni wewe umewasaidia, wanaotambua kwamba ni mkono wako umewachukua mwezi wa kwanza mpaka wa 6, wanaotambua yale umetenda, yale umefanya katikati yao. Na hii ni alama tu Bwana, hii ni alama tu Bwana ya mioyo ya kukushukuru, mioyo ya kukuadhimisha, mioyo ya kutukuza, kubariki. Ipokee sasa, na mchana huu ukapokee sifa zao, ukapokee shukrani zao, ukapokee ibada hii ambayo wanakufanyia. Naomba uwepo wako mkubwa katikati yetu mchana huu. Ibada yetu ya kujiweka wakfu kwa miezi 6 ambayo tumeanza, hatuendagi na mwingine, sisi tunaendaga na wewe. Hatutanguliwagi na kingine, tunatanguliwaga na wewe. Wewe utakuwa mfadhili wetu, wewe utakuwa mtetezi wetu, wewe utakuwa mlinzi wetu, utakuwa kila kitu kwenye maisha yetu. Baba, sadaka hii kanene na kuongea kwa maisha ya watu wako kwa miezi 6 tulioianza, kwa jina la Yesu Mwokozi na Bwana wetu, amen. Bwana kubariki. Tunaweza kurudi. Naomba sasa tuwape nafasi watu wa kusifu na kuabudu, watupeleke mbele za Bwana. Kwa muda uliosalia tutamsifu Mungu na tutamwabudu na tutamshukuru kwa maneno yetu. Tutamaliza ibada, tutaenda kubatiza na tutafanya mambo mengine. Karibuni sasa, tuchukue nafasi na Mungu mzuri wa mbinguni aubariki. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi ni wakati mzuri kwa sababu tumepewa nafasi ya upendeleo na Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna wengine waliomba lakini hakutimia, lakini Bwana bado ni Ebeneza. Amen. Haleluya. Amen. Kuna wengine waliomba lakini akatimia, bado Bwana ni Ebeneza. Haleluya. Amen. Amen. Basi tunaweza tukamchapia Mungu makofi. Jina lake
Baba, asubuhi ya leo tunakutukuza. Baba, asubuhi ya leo tunakuhimidi. Rebo Santa Roka Yamara Basande Rebo Santa Rababa Shikara Rebo Sande Kandara Raka Ranta Maraba Sina Rabara Rebo Sande Sambara Kanda Reka Sande Sambara. Oh, we give you glory, Jesus. Tunakushukuru Bwana, tunakushukuru Bwana, tunakushukuru Bwana, tunakushukuru tu, tunakushukuru tu, tunakushukuru tu, tunakushukuru tu. Baba, tunasema ni asante, tunasema ni asante, tunasema ni asante, tunasema ni asante, tunasema ni asante kwa ukarimu wako. Nasema ni asante kwa fadhili zako. Nasema ni asante kwa rehema zako. Nasema ni asante kwa uaminifu. Neema yako imetutosha Bwana. Neema yako imetutosha Bwana. Neema yako imetutosha Bwana. Raba sandeleka. Riba sandeleka. Yantelebesa. Tunakuinua ni wewe, tunakutukuza ni wewe, tunakubariki ni wewe, tunakuheshimu ni wewe. Asubuhi ya leo hatuna tunachoweza kurudisha kwako kama shukrani zetu Bwana. Hakuna tunaweza kurudisha kwako kama wema, kama fadhili, kama chochote kinachoweza kutosha. Baba, tunakushukuru, tunakushukuru kwa ulinzi wako, tunakushukuru kwa uponyaji wako, tunakushukuru kwa utunzaji na
umetutetea, umetupigania, umetutangulia miezi 6 yote ambayo tumeivuka kwa msaada wako. Pokea utukufu na sifa Bwana. Pokea heshima ambazo tunakupa asubuhi ya leo. Pokea ibada ambayo tunaileta kwako asubuhi ya leo. Asante kwa sababu utatutangulia tena katika miezi 6 mingine ambayo tumeianza. Mkono wako utakuwa pamoja nasi, utakuwa pamoja na familia zetu, utatuponya na kutuokoa tena, utatulinda na kututunza tena, utatubariki na kutuinua tena, utatupatia afya njema na nguvu za kulitumikia jina lako, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu utanyoosha njia yetu, utasawazisha mapito yetu. Asante kwa sababu utatangulia mbele yetu, kabla hatujapita utapita wewe. Bwana, tunakutukuza na kubariki. Asante kwa ibada hii, asante kwa uwepo wako katikati yetu, asante kwa neema, asante kwa nguvu, asante kwa utakaso, asante kwa kila kitu. Pokea utukufu na heshima. Mungu ni mkuu sana. Tunajiweka mikononi mwako sasa. Baba, utatuongoza, Baba utatupigania, Baba utatusaidia, utafanyika kwa njia ya sisi kupita, na katika wewe mapito yetu yatakuwa salama. Bariki watu wako sasa, Bwana, ambao wamekuwa sehemu ya ibada hii, ambao wametembea nao miezi 6 na Bwana wamekutumikia, wamefanikisha mengi katika ufalme wako. Ukawabariki sasa, mikono yao ikabarikiwe, miguu yao ikabarikiwe, nyumba zao zikabarikiwe, ndoa zao zikabarikiwe, watoto wao wakabarikiwe, biashara, kazi, kilimo, kila aina ya kitu ambacho wanafanya kwa mikono yao, Bwana kikabarikiwe. Natamka wakawe na afya njema katika jina la Yesu Kristo. Natamka wakafanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Natamka wakaishi katika amani na furaha katika jina la Yesu Kristo. Natamka wakashinde yote katika jina la Yesu Kristo. Natamka wakatembee katika mipenyo na milango mipya ya baraka zinazoachilia maisha yao, na wakaitwe heri wakikufurahia wewe katika jina la Yesu. Baba, natamka wakakuabudu na kukutumikia katika uzuri na utakatifu. Bwana, wakainuliwe, Bwana wakafanikishwe katika jina la Yesu. Asante kwa sababu itakuwa ni heri, asante kwa sababu itakuwa baraka, asante kwa sababu itakuwa ushindi, kwa jina la Yesu aliye Mwokozi na Bwana wa maisha yetu. Kama umeketi kwenye kiti, simama. Tutainua mikono yetu juu, tutapiga kelele za ajabu, kelele za tofauti, makofi. Unaweza kupiga kigeregere, unaweza kufanya chochote, fanya. Nikishahesabu mpaka 3, na ile mara ya 3 tutafanya tendo hilo, na Bwana atatupa kushinda katika miezi 6 ambayo tumekwisha kuianza. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3 na ya mwisho, kelele za shangwe. Bwana
sisi